إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس عباد الله أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه فإنه فقد فاز المتقون كما بينه الله سبحانه وتعالى في الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi wa umma Muhammad billahi alayhi salatu wassalam, ifahamike ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika dini hii ya Kiislamu ametoa miongozo mbalimbali ambayo itakuwa ni salama ya Muislamu katika matendo yake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala baada ya kutuumba katika dunia hii na akatujalia tukawepo katika dunia hii, akatuhitajia Allah tabaraka wa taala tufuate yale ambayo yeye mwenyewe ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Pia akatutaka tujiepushe na yale ambayo ameyakemea na kutahadharisha na kuyakataza, kama elezea katika aya ayahsabu al-insan ayutraka sudah, hivi anadhania mwanadamu kule kuumbwa kwake na Allah tabaraka wa taala na kuwekwa katika dunia hii kwamba Allah subhanahu wa taala atamwacha bure bure pasina kumpa maamrisho wala makatazo? Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia tukawepo katika dunia hii, akatuwekea misingi mbalimbali ambayo itakuwa ni salama ya kukutana na Allah tabaraka wa ta'ala. Katika mambo ambayo ni makubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameongelea katika Qur'ani, pia amehimiza sana Waislamu kuyafuatilia kwa karibu, ni masuala mazima ya namna ya kuandaa matendo ambayo itakubaliwa na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Muislamu vile atakavyoishi katika maisha haya ya kidunia afahamu ya kwamba muda ambao anaishi katika dunia hii aweze kutengeneza matendo ambayo yatakubalika kwa Allah tabaraka wa taala, kwani Allah subhanahu wa taala hana haja na wingi wa matendo wala wingi wa khairi na maneno ambayo ni mazuri. Allah subhanahu wa taala anahitajia matendo au maneno ambayo yamo katika radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoongelea katika ayati mbalimbali. Tufahamu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika suratul Maida ametusimulia na kutupa habari kisa cha wale watoto wawili wa Nabii Adam alayhi salatu wasalam. Mtoto wa kwanza ambaye alikuwa ni mkubwa katika wale watoto alikuwa anaitwa Qabil, na mwingine pia ambaye alikuwa ni mdogo alikuwa anaitwa Habil. Hawa watoto wawili hawa Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia ni katika kizazi cha Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam, na katika wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni mwenye kujalia wale watoto wa Adam walikuwa wanafanya au wanaelekea ibada kubwa ya ndoa, kuoana, na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewaelekeza
namna ya ndoa zao zinavyokuwa. Akawa ni mwenye kuelekeza kwamba yule ambaye atazaliwa basi akiwa ni wa kiume atapata mdogo wake wa kike, atazaliwa mwingine wa kiume atapata mdogo wake wa kike. Yule ambaye ni mkubwa atakuja kumuoa yule mdogo katika upande wa ndugu yake mwingine yule, na yule ambaye ndugu yake huyu atakuja kumuoa mtoto ambaye amefuatana na ndugu yake ambaye ni mkubwa. Kwa wanapishana katika upande wa kuoana kwa haja ilivyokuwa inahitajia kuumbaji Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni mwa dunia hii. Kwa jambo likawa katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kujalia uumbaji huu kawa hivi na akatoa miongozo kama hiyo. Lakini ilitokea hali ya sintofahamu kwa mtoto ambaye ni mkubwa ambaye anaitwa Qabil, ambaye yeye alikuwa na dada yake ambaye alikuwa anamfuata, ambaye yeye alikuwa anamuona ni mzuri, akataka aje amuoe yeye. Lakini kwa amri Allah subhanahu wa ta'ala alimamrisha aje amuoe yule ambaye yuko chini yake zaidi. Na Habil alikuwa na mdogo wake ambaye hakuwa ni mzuri sana, kwa hiyo akataka kuja kumuoa yule ambaye Allah amemamrisha, lakini huyu Qabil akawa ni mwenye kukataa kile kitendo. Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam, kama ambavyo zimekuja ayati kubainisha jambo hili, akawa ni mwenye kumwelekeza huyu Qabil kwamba kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha katika dunia hii ni hiki hapa. Lakini Qabil akawa si mwenye kukubali. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutoa miongozo, lakini Qabil akawa si mwenye kukubali. Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam akawa ni mwenye kuelekeza hawa watoto wake, akasema andaeni sadaqa, toeni sadaqa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye sadaqa yake itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atakuwa katika mawazo ya sawa na jambo lake linatakiwa liende hivyo ambavyo sadaqa hiyo imekuwa imekuelekeza. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akawa ni mwenye kuliongelea tukio hili, akasema katika aya waslu alaihim naba adam bil haqq, na wewe Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wasomee watu wako habari za watoto wa Adam, habari ambazo ni za kweli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahlihima wa lam taqabbal min al-akhar, wakati ambao wale watoto wawili waliandaa zile sadaka zao wakazitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema, Allah akaikubali ya mmoja wapo, yule mwingine akawa si yenye kukubaliwa sadaka yake. Qala la aqtulannak, yule ambaye sadaka yake Allah subhanahu wa ta'ala hakuikubali akamwambia mwenzie kwamba wallahi nitakuua wewe, kwa nini sadaka yangu haikubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, akasema yule bwana kikasema vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala hukubali sadaqa, hukubali matendo ya watu ambao ni wacha Mungu. Kwa hiyo kiufupi katika kisa hiki na ufupi wake wa maelezo ambayo tumeyatoa, tufahamu ya kwamba vile ambavyo tunaishi katika maisha ya kidunia, ikiwa tutamcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukafuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala vile ambavyo Allah kaelekeza, na tukayaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha na kuyakemea, ni sababu kubwa ya kukubalika matendo yetu mbele ya Allah subhanahu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali matendo ya waja ambao ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi nyingi Waislamu wanazifuatilia, maneno mengi ya khairi na misaada mingi Waislamu wanaitoa. Ikiwa Waislamu watafanya khairi na kutoa misaada na kusaidizana, alafu ikawa sio hali ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala radhi zake, basi sadaka hiyo haina manufaa. Kipimo cha Allah subhanahu wa ta'ala kukubalia matendo yako wewe Muislamu ni wewe kutoa sadaka vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuelekeza. Na ndivyo Allah alielezea katika sura al-Baqara aliposema watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, enyi Waislamu jitahidini kuandaa khairi mbalimbali, kuandaa maneno ya khairi, vitendo vya khairi, fa inna khayra zadi taqwa, hakika ya maneno ya khairi na vitendo vya khairi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavikubali ni vile ambavyo vilivyofanya kicha Mungu, vilivyofanya kwa ajili ya utataradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio mwongozo wa sheria yetu ya Kiislamu katika maisha haya ambayo tunayo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mulk akawa ni mwenye kubainisha jambo hili, akasema alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliumba mauti kisha akaja kuumba uhai wa hawa viumbe wake.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kwa ajili ya kuwatahini wanadamu, kuwatahini wale ambao wamebakia katika uhai wa kidunia. Yupi katika huyo mwanadamu ambaye atafanya matendo ambayo ni mazuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na wanachuoni wakielezea matendo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa akhlasuhu wa aswabuhu, matendo ambayo ni yenye kufanywa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo ambayo ni yenye kupatia, yenye kufanywa kwa ajili ya ikhlasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo ambayo ni yenye kupatiwa. Kwa hiyo ninawahusieni ndugu zangu katika imani, bila kusahau nafsi yangu, kunako kuandaa matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni sababu ya kukubaliwa na Allah tabarak wa ta'ala. Tukiangalia tukio zima la ibada ya hija, ibada ya hija ambao mataifa mbalimbali, nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali, watu wanatoka huko wanaelekea kwa ajili ya kumkumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ibada ya hija watu wanakuwa wanajitolea kimali na kimili kwa ajili ya Mola wao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti ambayo ni moja la kukubaliwa ile hija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratu al-Hajj akasema Allah subhanahu wa ta'ala, la yanala Allah luhumaha wala dima'uha, wale ambao wameenda kufanya ibada ya hija, ibada ambayo ni tukufu sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna ambacho amekiendea huko isipokuwa kutafuta radhi za Allah tabarak wa ta'ala. Wafahamu ya kwamba la yanala Allah luhuma, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na vile vichinjo ambao wavichinja huko, wala dimauha, wala kule kumwaga damu ambapo wanafanya huko katika vile vichinjwa, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anahitajia ucha Mungu wenu huku ambapo mwelekea. Fanyeni ibada ya hija ikiwa ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kutoa mali zenu na kujionyesha kwa watu. Kwa Allah ameweka sharti ambayo ni kubwa, kwamba ili Allah kukubalie kwa usafiri wako ambao umetumia, vile vichinjo vyako ambao umevichinja, na yale ambayo umeyafanya katika harakati za ibada ya hija, kwamba ule ucha Mungu wako fanya yote hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe waja wake na ni mwingi wa kukubalia waja wake kheri mbalimbali. Na ndivyo alielezea Mtume katika hadithi, walaysa lilhaji mabrura thawabu ila aljanna, na wala hakuna malipo mengine ambayo analipwa mtu ambaye ameenda kufanya hija isipokuwa ni kuingia peponi. Kwa mtu ambaye ameenda kuhiji, Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia hija yake muda wa kuwa amemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya mambo ambayo Allah anaridhia, amefanya kicha Mungu, si kwa ajili ya kujionyesha na kutafuta radhi za Allah za watu. Kwa ni mambo ambayo Waislamu watakuwa zingatie katika maisha yao, wafanye matendo yao, maongezi yao yaongee na saa zao zitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hukubali matendo ya wale ambao ni wacha Mungu. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Uzangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuhusia tuweze kuandaa matendo ambayo yatakuwa ni kukubalika kwake yeye, pia Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapa, alitubainishia katika Qur'ani yale matendo ambayo ukiwa nayo wewe au unapoyaona kwa mwenzio, kwamba hata kama atafanya kwa nguvu gani ya kimali, ufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayakubali. Na ndivyo Allah alivyojalia kwa hekima zake. Yani wewe mwanadamu unajua kabisa matendo haya yangu haya Allah ameyakubali, na haya bwana Allah hajakubali. Matendo haya ya jirani yangu haya Allah hajakubali, na haya ameyakubali. Allah ametujalia kipimo katika Qur'an. Mambo haya yako wazi katika Qur'an. Na miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea matendo ya Muislamu kutokukubalika katika dunia hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Muislamu kuchanganya vitu vya haramu,
kuchanganya vitu vya haramu katika riziki yake. Jambo hili huenda limekuwa ni mazoea kwa upande wa Uislamu. Yaani Muislamu hajarizika na riziki yake ya halali mpaka aingizie haramu ndio nafsi yake tarizika. Sasa hili jambo limepelekea kwamba kutokukubalika khairi ambazo watu wanazifanya. Ndio maana Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, hadithi ambayo imepokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala, amesema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Fahamuni enyi wanadamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri, hakubali kwake isipokuwa vitu ambavyo ni vizuri, vitu ambavyo ni vya halali, vitu ambavyo vimo katika radhi zake, vitu ambavyo ni vizuri ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyovikubali. Na ndivyo alielezea katika sura al-Baqara, wala yata'ammamu al-khabitha minhum tunfiqun walastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi, na wala msikusudie vile vibaya, vile vitu ambavyo si vizuri mkavitoa kama ni sadaka zenu, msifanye hivyo, kwa sababu kufanya hivyo ni sababu ya kutokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kile ambacho mwanadamu amekichuma kwa njia za haramu, ima kwa kupora au kwa kutepeli, akaamua kuchanganya na halali yake, kisha katoa kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawasaidia wazazi wake, akawasaidia wasiojiweza, akawasaidia ndugu zake, akatoa sadaka msikitini, ifahamike kile ambacho kimechanganyika na haram Allah subhanahu wa ta'ala hakikubali. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri, hakubali isipokuwa ni kizuri. Ndio maana ukiangalia katika historia ya wale ambao si Waislamu, wale makafiri wale wa Quraysh, wakati ambao wanaijenga al-Kaaba katika mwaka wa 35 katika uhai wa mtume wetu alayhi salatu wasalam, baada ya kuifunja ile al-Kaaba walianza kuijenga kwa mali zao za halali. Ndio maana kuna mtu alifikia jengo likafikia sehemu fulani, wakasema hapa tuishie hapa. Si kwamba mali hatuna, tunazo, lakini hii nyumba ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo Mwenyezi Mungu huyo hataki kuchanganywa na haramu. Wale wasiokuwa Waislamu walikuwa walifahamu hilo, na masikitiko ambao ni makubwa ambao ni Waislamu leo hii hawalifahamu. Wakawa wachanganya haramu na halali, wakatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadi kwa wale ambao hawakuwa ni Waislamu walikuwa wanatamani uzuri wa jambo hili. Katika hadithi mwendelezo wake akasema Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi hiyo ambayo ni ndefu sana kwa ufupi wake, akasema kisha Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam akapigia mfano, kisha Mtume thumma dhakara rajul ashghath aghbar yamuddu ila as-samaa ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa udhiya bil haram fa anna yustajaba lahu. Kisha akasema Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam akapigia mfano wa mtu ambaye safari yake imerefuka, amesafiri umbali mrefu, na tufahamu ya kwamba safari ya umbali mrefu ni sababu kubwa ya kuitikiwa dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashghath aghba, nywele zake zimekuwa ni timtimu, zina vumbi, kuashiria amechoka mno, anahitajia kwa Mola wake. Yamuddu yadayhi ila samaa, akainua mikono yake kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuinua mikono katika masharti ya kuitikiwa dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anasema ewe Mola wangu, akaomba ile ambayo anaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, mtu huyu lakini anakulaga riziki za haram pia, chakula chake hicho. Wa mashrabuhu haram, na vinywaji vyake ni vya haramu na mengine. Wa malbasu haram, na ana mavazi mengine pia amechanganyika na haram katika kununua kwake. Wa ghudhiya bil haram, na ameleleka katika riziki ya haram. Wazazi wake walikuwa wanamtumia riziki za haramu, anakula pia. Fa anna yustajabu la, vipi mtu huyu ataitikiwa dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Maana hatakubaliwa ile khairi yake. Ifahamike dua ni ibada ambayo ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah akasema, Mtume akasema ataitikiwaje dua yake? Kwa sababu gani? Yale maasi ambayo mtu anayafanya, vile vitu vya haramu unavyovifanya, unavyoviingiza katika riziki yako, ni sababu kubwa ya kutokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine linalopelekea Muislamu kutokukubalika matendo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufanya matendo hali ya kuwa ni mwenye kumkufuru Allah tabarak wa ta'ala, na hali ya kuwa ni munafiki. Jambo hili Allah ameelezea katika sura Tauba, akawa anasema wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah, na hakuna ambacho kimewazuia hao watu
kukubaliwa matendo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukubaliwa sadaka zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa annahum kafaru billah, isipokuwa hakika yao walimkufuru Allah tabarak wa ta'ala. Mtu ambaye aliyemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala akafanya khairi akajitolea kwa ajili ya Mola wake ni sababu kubwa ambayo inapelekea kutokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu atamkufuru Allah, atafanya khairi gani, atajitolea kwa ajili ya Mola wake, hakuna ambacho atalipwa kwa Allah. Na ndivyo Allah alieleza katika Qur'an, wama mana'ahu an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Hakuna kilichowazuia hawa watu kukubaliwa malipo ya sadaka zao na khairi zao isipokuwa wao walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wa bi rasuli, na mtume wake alayhi salatu wasalam. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala, na wala hawaendei swala isipokuwa ni wavivu. Ni alama ya kuwa ni wanafiki. Mtu anadhihirisha khairi yake na akiwa na watu, akiwa peke yake anaiponda ile khairi. Anajitolea mtu kwa ajili ya Allah, anamsaidia ndugu yake kwa ajili ya Mola wake, lakini anapoondoka huko, bwana nimemsaidia tu kwa sababu ndugu yangu bwana, lakini nilikuwa nitaonekana vipi bwana, mimi ndio kidogo niko juu katika mali bwana, nimempa tu lakini sina chochote bwana. Sasa hii hali ya unafiki, kwa sababu unafiki manake ni kudhihirisha wema unapokuwa na watu, unapokuwa peke yako unauponda. Ni hali ambayo inapelekea kile ulichokitoa hata kama ni kingi kiasi gani, Allah subhanahu wa ta'ala hana shida nacho. Kwa sababu tunaelezea katika hadithi anasema nini? Anasema inna Allah la yumalli hatta tumalli, kika Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuelekea jambo fulani kukulipa isipokuwa mpaka nafsi yako ikielekee, mpaka nafsi yako ilikubali, iridhie. Kwa jambo la pili ni Uislamu kujiepusha ni hali, wala yunfiquna illa wahum karihun. Kisha akasema Allah, na wala hawatoi sadaka zao na mali zao isipokuwa wao ni wenye kukarahika. Tabia ya Muislamu kutoa mali yake alafu yeye akawa na chuki katika nafsi yake, amejitolea kwa ajili ya Mola wake alafu nafsi yake kabakia na chuki katika ile sadaka aliyotoa, ni sababu kubwa ya Muislamu kutokukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ile amali yake. Siku ya kiyama tadai kile ambacho hakipo. Kwa haya ni mambo ambayo Muislamu atakuwa yafahamu ili ajue kabisa khairi yangu fulani hii Allah ameikubali, kwa sababu aelezea katika Qur'ani hivi, na hii Allah haikubali kwa sababu nafsi yangu iko katika hii hali. Kwa Muislamu lazima jitahidi kufanya matendo ambayo ni sababu ya kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na tabia ambazo ni sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokukubali matendo hayo katika maisha haya ambayo tunayo. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu, atujalie tuwe katika wale ambao ni wenye kukubaliwa amali zao siku ya kiyama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Aqimis salat.